Suala la usafi. Usafi ni afya, kama nilivyosema michezo. Tumekuwa siku zote tunasikia mikoa ambayo inaonekana ni misafi kuliko mingine. Najiuliza kwa nini Kigoma isiwe ni katika hiyo mikoa misafi. Kwa hiyo naombe sana ndugu zetu wana Kigoma. Tumesema kila Jumamosi ya wiki ya mwezi kuhakikisha tunafanya usafi wa jumla. Kwa hiyo nikipita naona mitaro mingi inakuwa michafu. Kwa hiyo nilielekeza watendaji wa kata, ni wajibu wao kuhakikisha maeneo yao yanakuwa masafi. Na mimi nikisema nafuatilia sana. Ni wajibu wa watendaji wa vijiji kuhakikisha maeneo yao yanakuwa safi, watendaji wa mitaa maeneo yao yanakuwa masafi. Sheria zetu zipo, sheria ndogo ndogo zipo. Ni aibu mtu anapoingia Kigoma anaingia kwenye mtaro ambao umetumia gharama nyingi za Watanzania, unakuta mtaro umejaa majani, mtaro umejaa mauchafu, hezifu viongozi hatupo. Kwa hiyo maelekezo yangu ni kwamba sheria zile ndogo zitumike. Na niwaombe sana wana Kigoma, usafi wako usikufanye ukapelekwa mahakamani. Ni aibu. Maana ninachofanya ni kwa faida yako na familia yako na Watanzania kwa jumla. Jitahidi msafi kuanzia kwako. Kwa maana kwamba mwenyekiti wa serikali za mtaa ana nafasi ya kufanya, mtendaji wa kata ana nafasi ya kufanya, na si viongozi tuna nafasi ya kufanya. Hatuna sababu ya uchafu ukiwa kila mahala tukitegemea mkuu wa mkoa au mkurugenzi peke yake. Sasa wale ambao watakuwa wana, mara nyingi watu wanakuwa ni wakaidi kwa faida yao wenyewe. Kwa hiyo maelekezo niliyotoa kwa mkuu wa kurugenzi, mtu ambaye eneo lake ni chafu na hataki kuelewa, wapelekwe mahakamani. Niwaombe sana ndugu zangu, watani zangu, mimi sipendi uchafu. Sipendi uchafu, na kwa sababu ndio mkuu wa mkoa, maana yake mtu akijua kwanza kufanya assessment atajua mchafu ni zero. Sasa wewe kama unataka kubadilika, tutakubadilisha kwa namna yoyote. Ndio maana kanuni na taratibu zimewekwa kwenye swala zima la mazingira na swala zima la usafi. Wale wanaonisikia wanielewe katika hilo kwamba usafi ni lazima. Usafi nyumbani kwako tukuta ni pachafu, tutakuuliza kwa nini ni pachafu. Maana yake ukiugua wewe utatumia fedha nyingi za Watanzania kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo ni afadhali tuzuie kwanza, wewe tukuzuie ambaye unataka uchafu uendelee, tukuzuie kwanza ili usiweze kuugua. Maana yake ukiugua utaenda pale Maweni, utatumia pesa nyingi, utahitaji dawa nyingi kwa ajili ya matibabu wakati kinachotakiwa ni usafi.